Morning, mtindo bora kwa afya. Ndani ya mazoezi, ndani ya mtindo bora. Kinachonifanya napenda kufanya mazoezi ni kwamba yananipa energy, yananipa nguvu na yananipa pumzi na kuwa sihemi sana, yani ile haraka haraka. Nisipofanya mazoezi nachoka, alafu nikipanda ngazi kidogo, yani nikipanda ngazi 2-3 tunahema, nikitembea kidogo na hema, nikiongea, kazi zangu ni za kuongea. Kwa hiyo nikiongea, yani nasikia kama pumzi inakata. Lakini nikifanya mazoezi naongea kama mnavyonisikia. Hakuna kuhema, hakuna pumzi kukata. Alafu kutwa nzima nashinda nina energy, nafanya shughuli zangu vizuri, siku yangu inakuwa nzuri. Kwa hiyo ndio motivation yangu, msukumo wangu wa kufanya mazoezi. Kwa hiyo jamani, mazoezi ni uhai. Okay? Unless kama una changamoto, wale nimeona wanawake wanasema we kwa sababu sio nini, yani najua kila kitu yani ukiongea kila kitu tu mtu anatafuta negativity tu. Mimi nisema mimba sio ugonjwa. Sio ugonjwa, kwa sababu tuna kasumba ya mtu akishakuwa na mimba basi anajiendekeza, anajiachia, yani anaona kama mgonjwa, walio wengi bana. Kwa hiyo sasa sijui ndio hao uaga, ukisema jamani mimba sio ugonjwa, anaumia na kasirika, kuna kitu kina trigger, yani anakuja sio wote ambao nini sijui yani anaongea kwa hasira. Jamani, mimi nimesema tu mimba sio ugonjwa, na ukweli mimba sio ugonjwa, ni baraka. Inaonyesha namna ambavyo Mungu amempa mwanamke uwezo mkubwa sana wa ku incubate, kuzalisha, kuzidisha, yani hiyo nguvu ambayo Mungu amekupa, mwili wako unafanya kazi kubwa ya kuzalisha mtoto, na hapo hapo unaweza kufanya mambo mengine. Ni priceless, yani ni kitu ambacho huwezi kukisimulia. Kwa hiyo tunapaswa kukitumia vizuri. Sasa wale wachache ambao wanakuwaga na hizo complication, zinaeleweka. Ndio maana sijasema kila mwanamke anatakiwa kufanya hivi. Nisema tu mimi binafsi kwangu mimba sio ugonjwa. Kwa hiyo waga mpaka dakika ya mwisho mimi natoka kazini naenda leba nazaa. Yani watoto wangu wote. Natoka job naenda leba kuzaa. So namshukuru Mungu. So kwa wewe ambaye una changamoto, pole, zingatia masharti ya daktari anayokuelekeza, lakini wengi wazembe tunajiendekeza, wengi na mimi nawachamba, wengi wazembe kujifanya kama mimba vile ndio ugonjwa, yani ndio wewe ndio, yani ni kujitembeza hivi kama vile ukiinuka tu ukifanya hivi tu nini. Acha kujiendekeza. Mimba ni baraka. Kipindi ambacho una mimba tena ndio unatakiwa uachieve vitu vikubwa. Kama mimi sasa hivi nasoma PhD yangu ya theolojia, nimetoa project yangu ile ya maendeleo ni mimi, ambayo ina kitabu chake, lakini natarajia kufanya hatua za kutosha kwenda kuongea na wanafunzi wa vyuo wa sekondari hivyo. Kingine na project ya Wadada Center ambayo tunataka kwenda nayo sasa hivi kwenye level za kutoa elimu kwenye ngazi ya jamii, tuweze kuwaelimisha wasaidizi wetu ambao wanatusaidia kwenye malezi. Hatuwezi kuendelea na utaratibu ule ule wa kuwapa majukumu makubwa watu ambao wanalea watoto, wakati taifa linaanzia kwenye malezi, alafu wanalea watu ambao uwezo hawana, ujuzi hawana. Kwa hiyo mimi mchango wangu ni kusaidia katika taifa langu kutoa elimu, kuwainua wanawake kupitia elimu. Kwa hiyo kuna kundi hilo la walezi ambao ni wafanyakazi wa ndani, kuna kundi la vijana wanaokuja mtaani na kusema kwamba hakuna kazi, hamna ajira, sio hamna hiki, serikali nisaidie, serikali ifanyeje, serikali. Sio wengine mbona tumefika tulipofika na hakuna cha serikali. Serikali ishatengeneza mazingira. Wewe mwenyewe tu akili yako ukifungua macho kaona fursa unaziona na unachapa kazi na unafika unapofika. So mimba sio ugonjwa. Okay? Mimba sio ugonjwa. Acha kujiendekeza. Acha kujilegeza, mtoto wa kike. Fanya mazoezi, alafu pia acha kujiachia. Wewe unafikiri ndio una nini, kumbe ndio unajaribu. Unapokuwa umejilegeza kama mgonjwa muda wote, yani kwanza inakuwa hali fulani ambayo nyumbani haileti yani haina msisimko. Haina msisimko. Unaanza kujiweka kama mgonjwa muda wote, yani nyumbani watu wanajua wana mgonjwa.
kumbe ni wewe tu unajiendekeza kwa sababu tuna mimba. Jamani, mimba sio nini, sio ugonjwa. Good morning, ndio bora kwa afya. Haya, twenzetu.